au umeolewa na umeoa mwanamke lakini aliyemuoa hujamuona au uliyemuoa hujamuona, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo, kwamba muda wa ajali yako umekaribia, au utahama nyumba kwenda nyumba nyingine, au utapata msiba. Hiyo ndiyo maana ya njozi ya kuoa, nukta ya 3. Au nukta ya 4 ya njozi ya kuoa, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa umefanya fungate kwa nyumba ya jirani yako, yani ile fungati lako ukwenda kulipeleka labda hujalifanyia ndani kwako, fungate yenu mmekula mkiwa kwa nyumba ya jirani yako, au sehemu nyingine uliokuwa au sehemu nyingine ambayo isiyokuwa ni nyumbani kwako, basi njozi inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utapata jambo litakalo kuinua maishani mwako, utapata jambo litakalo kuinua maishani mwako. Hii pia ni njozi nzuri biidhnillah tabaraka wa taala, na kwa kawaida huwa napenda kuwapeni ushauri ya kwamba unapoota njozi iliyokuwa nzuri, cha msingi ndani yake kunapatikana dua kubwa kabisa ya kumwomba Mwenyezi Mungu akamilishe tukio hilo. Na hata kama unaota njozi ambayo ni mbaya kabisa, imekuzidia ubaya na tafsiri yake imekuja mbaya vile vile, basi ni vyema ukaomba dua kulingana na njozi husika ilivyootwa, ili kuweza kuepusha balaa hilo ambalo Allah ameukadiria, na kwa kadari hiyo hiyo ya Allah tabaraka wa taala ndiyo tunayomuomba ili aweze kutuondoshea balaa hilo inshallah. Pia tunasema ama nukta ya 5 ya njozi ya kuoa au kuolewa, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kamuoa mke tunasema kwamba ukaota kwamba kamuoa mke au umeolewa na mume, kisha mke huyo au mume huyo ghafla akawa amefariki. Yani umeolewa na mumeo au umemuoa mkeo, lakini ghafla mume wako au mke wako akawa amefariki ghafla, basi njozi hiyo inakujulisha ya kwamba anasema utatumikishwa kazi nyingi sana na wanadamu, tena kazi ngumu, malipo yatakuwa madogo, tena madogo sana, na kikubwa utakachokivuna ni shida, tabu, dhiki na mchoko. Ndiyo maana ya njozi hiyo. Ama nukta ya 6 ya njozi ya mtu